Daktari Damas Daniel Ndumbaro, mbunge wa Songea Mjini. Swali lake litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Sikudhani Chikambo. Swali la mbunge wa Songea Mjini linauliza, je, lini serikali itajenga barabara ya Lumecha Londo Malinyi ili kuunganisha mkoa wa Ruvuma na Morogoro? Swali hilo linakwenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Mhandisi Godfrey Kasekenya. Songwe Kasekenye. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Damas Daniel Ndumbaro, mbunge wa Songea Mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Lumecha Londo Malinyi ni sehemu ya barabara ya Ifakara Lupilo Malinyi Kilosa kwa Mpepo Londo hadi Lumecha ni urefu wa kilomita 512. Ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara hii unatekelezwa kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Kwa sasa serikali inaendelea na taratibu za malipo ya awali kwa mkandarasi wa ujenzi kwa kiwango cha lami wa sehemu ya Ifakara Lupilo hadi Mtimbila kilomita 112 ili kumwezesha kuanza kazi. Kwa sehemu zilizobaki serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Sikudhani Chikambo kwa niaba. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, napenda kwanza nimkumbushe umuhimu wa hii barabara. Hii barabara ni barabara ambayo inaunganisha mikoa miwili, mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo ni barabara muhimu sana. Pamoja na maelezo yako, akili nitamani kujua ni nini sasa mkakati wa serikali katika kuhakikisha barabara hii inapitika wakati wote, kifuku na kiangazi. Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, iko barabara nyingine ambayo iko kwenye matengenezo, barabara ya Lukurufusi Mkenda. Barabara hii pia inaunganisha nchi ya Msumbiji na sisi wa Tanzania. Ina urefu wa kilomita 124. Nilitamani kujua pia ni nini mkakati wa serikali katika kuhakikisha barabara ile inakamilika kwa wakati ili wananchi waendelee kunufaika. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba hii barabara ambayo ipo kwenye swali la msingi ni barabara ndefu na inaunganisha mikoa miwili. Na ni kweli kwamba kuna kilomita kama 80 au 90 ambazo zinapita katika mbuga ya Selous ambayo kimsingi Mheshimiwa Mwenyekiti iliwahi kufunguliwa lakini haijakuwa na uwezo wa kutumika. Kwa mkakati wa serikali kwanza ni kuhakikisha kwamba hiyo barabara tunaifungua kutoka pale Kilosa kwa Mpepo hadi Londo. Kilosa kwa Mpepo kwa maana ya Morogoro na Londo kwa maana ya mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho, lakini wakati hatua hizo fedha zinatafutwa, tuna mpango wa kuendelea kuijenga kwa kiwango cha lami kutokea Ifakara Lupilo hadi Mtimbila kilomita 112 kuelekea Malinyi. Kwa hiyo mkakati wa serikali ni kuiunganisha hiyo mikoa kama ambavyo sera yetu inasema. Na kuhusu barabara hii ya pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kutafuta fedha kwanza kuhakikisha kwamba inapitika wakati tunatafuta fedha kuijenga hiyo barabara kwa kiwango cha lami kwa sababu inaunganisha nchi na nchi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakuwa na Mheshimiwa Alan Thomas. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Tunayo barabara inayounganisha mkoa wa Kigoma na mkoa wa Kagera katika wilaya ya Kakonko. Barabara hii inatokea Kakonko inakwenda Gwarama, inapita kwenye tarafa ya Nyaronga, inaelekea Nyakahura katika mkoa wa Kagera na Muzani katika mkoa wa Kagera. Barabara hii imeharibika sana na ni athari ya mvua zilizokuwa zikinyesha. Ni upi mpango wa serikali kuhakikisha sasa yanafanyika matengenezo ya haraka? Majibu kifupi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ni ya kiwango cha changarawe na nimwelekeze tu meneja wa mkoa wa Kigoma
ili mkandarasi ambaye amepangiwa kuikarabati hiyo barabara aweze kwenda kwenye barabara hiyo, ili kwanza aweze kukarabati yale maeneo ambayo yanafanya barabara hiyo isipitike, wakati baada ya hapo ndio aendelee sasa na ukarabati wa kawaida, lakini kuhakikisha kwamba magari sasa yanapita kwa uhakika katika hiyo barabara ambayo inaunganisha mkoa wa Kigoma na mkoa wa Kagera. Asante Mheshimiwa Subira Mgalo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Halmashauri ya Bagamoyo inaunganishwa na halmashauri ya Kinondoni kupitia daraja la Mpiji Chini na barabara ya Mingoi Kiembeni. Je, serikali imefikia hatua gani katika kumpata mkandarasi wa daraja hili la Mpiji Chini na matengenezo ya barabara hii, kwa kuwa sasa hivi hali ni mbaya baada ya mvua kukamilika? Majibu kwa kifupi, imefikia hatua gani? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, daraja la Mpiji Chini ni daraja ambalo kwanza lilikuwa limepata mkandarasi kwa GOT kwa maana ya fedha ya serikali, lakini daraja ambalo limepata pia bahati kwa umuhimu wake kwenye mradi tunaita wa CRW, ambapo wenzetu wa World Bank tunakwenda kusaidiana nao. Kwa hiyo tuko kwenye hatua za manunuzi kulijenga hilo daraja sasa, ili kuweza kuunganisha Bagamoyo na Kinondoni. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, tunaendelea na bado maswali. Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Wizara ya Nishati, nimwite Mheshimiwa Jessica David Kishoa, mbunge wa Iramba Mashariki, aulize swali lake. Swali la mbunge wa Iramba Mashariki linauliza, je, mkataba baina ya serikali na kampuni ya Songas umeongezwa au umevunjwa? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Salome Makamba. Kwa niaba ya Waziri wa Nishati, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Jessica David Kishoa, mbunge wa Iramba Mashariki kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkataba kati ya kampuni ya Songas na serikali ulianza kutekelezwa mwezi Julai 2024 kwa muda wa miaka 20, ambapo ulifika ukomo mwezi Julai 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkataba huo ulihusisha ujenzi wa miundombinu ya kuchakata na kusafirisha gesi asilia kutoka Songosongo hadi Dar es Salaam, pamoja na mitambo ya kufua umeme katika eneo la Ubungo Complex, Dar es Salaam. Aidha, baada ya kuisha kwa muda wa mkataba huo Julai 2024, serikali ilitoa nyongeza wa muda wa miezi mitatu ili kuwezesha kukamilika kwa majadiliano ya kuongeza muda wa mkataba kwa masharti yanayozingatia maslahi ya pande zote za mkataba huo, lakini majadiliano hayo hayakufanikisha kuongezwa kwa muda wa mkataba. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Jessica David Kishoa. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa nianze kwa kufurahishwa na uamuzi wa serikali wa kusitisha mkataba huu ambao umekuwa una mapungufu mengi kwa takriban miaka yote 20, na nimekuwa nikizungumzia mara nyingi ndani ya bunge kwa takriban miaka 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, na maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa 70% ya investment ya mradi huu uliofanyika mwaka 2004 fedha zilitoka serikalini kupitia mkopo wa World Bank, na kwa kuwa kwa kawaida miradi yote ambayo inaubia na serikali baada ya mkataba kuisha, asset zote zinabaki serikalini. Nataka kufahamu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye upande wa mradi huu, kwenye upande wa mkataba huu, asset za mali zilizokuwa Songas, mitambo ya Songas ni miliki ya nani kwa sasa? Lakini swali langu la pili linatokana na la kwanza. Kama mali sio ya serikali, ni kwa nini? Ni kwa sababu gani mali sio ya serikali? Kwa sababu investment 70% investor majority alikuwa ni serikali, lakini pia mradi huu ulikuwa ni wa ubia. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwanza kabisa nianze kumpongeza mbunge senior kabisa Mheshimiwa Kishoa, mbunge wa Iramba, kwa swali lake zuri. Na mimi nikiri tukiwa mbungeni, yeye amekuwa akifuatilia sana kuhusiana na mradi wa Songas na kutaka kuhakikisha kwamba unalinda maslahi ya taifa. Mheshimiwa Kishoa
mkataba baina ya Songas na serikali. Kama ulivyosema, sehemu ya wabia walikuwa ni serikali, TPDC, TANESCO walikuwa ni sehemu ya ubia ule, na ulieleza inapofika ukomo wa mkataba mali zitakwenda wapi, na majadiliano yalishafanyika na mali zile ambazo zilikuwa zinatakiwa zirudi serikalini zilisharudi, na zile shares ambazo zinahusisha mali za Songas walibaki nazo kwa sababu wale ni wabia wetu. Na mheshimiwa mbunge, ni kueleze mpaka sasa hivi tunazalisha umeme wa kutosha. Ni kweli Songas alikuwa anachangia megawati 180 na kitu kwenye grid ya taifa, lakini mpaka sasa hivi tunazalisha zaidi ya megawati 721 kwa kutumia gesi. Kwa hiyo hatuna uhaba wa gesi, na mitambo imerudi serikalini na iko salama, na wananchi wanaendelea kunufaika kupata umeme kupitia nishati ya gesi ambayo Mwenyezi Mungu ametubariki sisi wa Tanzania. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Suma Fyendomo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Wilaya ya Rungwe, kata ya Isongole, Ndanto, Kiwira, Kimo, Makandana, Irima, Bagamoyo na Ibigi, TANESCO wamepitisha umeme baadhi ya maeneo ya kata hizo, ambapo walipita kwenye kaya hizo kuwaeleza wananchi wasiendeleze kitu chochote na watawalipa fidia, lakini mpaka sasa hawajalipa fidia hizo. Sasa je, ni lini serikali itawalipa fidia hizo wananchi hao wa wilaya ya Rungwe? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na pia niendelee kumpongeza Mheshimiwa Suma Fyendomo kwa kufuatilia maslahi ya wananchi ambao kweli walitakiwa kupisha kwa ajili ya kuruhusu line ya umeme iweze kupita katika maeneo hayo ili iweze kuwanufaisha wananchi wa Rungwe na mikoa ya Mbeya na Tunduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli wale wananchi wanadai fidia, tathmini imeshafanyika, na sasa sisi Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na mthamini mkuu wa serikali tunaendelea kufanya mahesabu ya kiasi cha fidia ambacho kinatakiwa kulipwa, na mara baada ya hesabu hizo kukamilika tutapeleka hazina kwa ajili ya kutafuta fedha kuwalipa fidia tuweze kujenga laini ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Bado tuko Wizara ya Nishati, nimwite Mheshimiwa Benjamin Lukuba Ngaiwa, mbunge wa Kahama mjini, aulize swali lake. Swali linauliza, je, lini serikali itawaunganisha umeme kwa bei ya REA badala ya TANESCO? Wananchi wa baadhi ya maeneo ya vijijini yatatambulika kama miji Kahama. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Benjamin Lukuba Ngaiwa, mbunge wa Kahama mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa nishati ya umeme katika maeneo yote ya mijini na vijijini, na kwa kuwa ni kichocheo cha msingi cha maendeleo ya jamii ya taifa kwa ujumla. Kutokana na umuhimu huo, wizara imetoa maelekezo mahususi kuwa maeneo yote ambayo miradi ya REA inatekelezwa, gharama za kuunganisha umeme ni shilingi 27,000, na maeneo yote yenye asili ya vijiji katika miji mbalimbali ikiwemo baadhi ya maeneo katika manispaa ya Kahama yaunganishwe kwa gharama ya shilingi 27,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TANESCO imeanza utekelezaji wa maelekezo hayo katika vijiji miji katika manispaa ya Kahama, ambapo vijiji vya Nuja, Wendele, Katunguru, Charia, Loa, Bujika, Kinaga, Nduku, Tumaini, Buduba, Malenge, Mwanzwagi, Penzi, Bumbiti, Kakebe, Ubilimbi, Nyandekwa, Isalenge, Nyanembe, Kawe, Kilago, Kiinza, Bukoba, Kidunyashi, Shiniga, Mpera, Magobeko, Kilago, Kilengwe na Wame na Igunwa, Tulole, Kishiki, Ilungu, Ngulu na Kahanga vinaunganishwa kwa gharama ya shilingi 27,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Santiel Kirumba kwa niaba. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa majibu mazuri ya serikali. Mji wa Kahama una mahitaji makubwa ya kuunganisha umeme. Tumekuwa na changamoto ya upungufu wa vifaa, mfano mita na nguzo za umeme. Je, serikali imejipangaje kuhusu changamoto hiyo kuitatua? Swali la pili, kumekuwa na changamoto ya surveyors wa TANESCO kuchukua hela kwa wananchi, na hii imekuwa ni malalamiko makubwa na kushindwa kuwa connect katika mfumo wa N-Connect wa umeme kwa wakati. Wanachukua hela lakini wamekuwa wanachelewa kuwaunganisha katika mfumo huo. Je, nini kauli ya serikali kuwachukulia hatua watu hao? Jibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Santieli Kirumba kwa niaba ya Mheshimiwa Benjamin Ngaiwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imepitisha fedha za kutosha na wote tunafahamu kupitia bunge hili mmetupitishia zaidi ya 97% ya bajeti kwa ajili ya kwenda kufanya miradi ya maendeleo. Na miradi ya maendeleo ni pamoja na kununua vifaa kama nguzo, mita na nyaya kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata kunufaika na nishati ya umeme ambayo kwa sasa inazalishwa kwa wingi nchini. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, kwa jimbo la Kahama bajeti imetengwa ya kutosha. Watuvumilie tumalize bunge hili la bajeti, tunapitisha bajeti, naamini tutapitisha bajeti wiki hii na wiki ijayo. Na baada ya hapo tutaingia site na kuhakikisha tunatumia fedha hizo kuwapelekea nguzo, umeme na mita wananchi wa Kahama. Kuhusu swali lake la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa Customer Services Charter ya EWURA, mtu anatakiwa kuunganishiwa, ambaye hahitaji nguzo, anatakiwa kuunganishiwa umeme ndani ya siku 30. Na yule anahitaji nguzo isizidi siku 60. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ajili ya kuweka motisha, tumekuwa tunafanya review ya utendaji wa kazi ndani ya wizara. Na wale ambao wanafanya vizuri wanapewa tuzo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wapo mameneja wa TANESCO wazuri kabisa, wamekwenda mbali, wameachana na hii Customer Services Charter. Wenyewe wamejiwekea mtu ambaye hahitaji nguzo ndani ya siku 4, 5 au 7 au amepata umeme, na anahitaji nguzo ndani ya siku 14 au amepata umeme. Hii ni self motivation ya mameneja wenyewe. Nitumie fursa hii kuwaelekeza mameneja wa TANESCO kuwasimamia masavea, kuwasimamia wanaokwenda kufanya upimaji, wanaokwenda kuunganisha umeme na kuhakikisha wananchi wanapata umeme. Na wale ambao wako katika maeneo ambayo miundombinu ni rafiki na hawafanyi kazi, Mheshimiwa Mwenyekiti, niliahidi bunge hili tukufu, kuna wale ambao wanafanya kazi, wengine hawana magari, wengine hawana kreni, lakini kuna mwingine ana magari, ana kreni, ana pikipiki na anachelewa kufanya huduma. Tutamtoa tumpeleke kwenye mazingira magumu huyo meneja, alafu yule anayefanya vizuri atakwenda kwenye mazingira mazuri. Lengo ni kuhakikisha wananchi wanapata umeme kwa wakati na wanapata huduma sawa sawa na wanavyolipa kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Morris Makoi, kwa kifupi, muda wetu umeisha. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna taarifa ya kushuka kwa bei ya mafuta duniani. Serikali ina kauli gani kuhusiana na hali hiyo ili kuwasaidia wananchi wa kwetu kupata nafuu ya maisha kutokana na ongezeko kubwa la bei ya mafuta? Mheshimiwa Hapana, umeme swali la msingi. Mheshimiwa Makoi, subiri. Katibu unasemaje? La msingi ni umeme. Kuta huyo tuendelee, si wengine. Nimwite Mheshimiwa Makoi, swali lako lilete kwa kama swali la msingi. Tatoa swali nafasi moja Mheshimiwa Kunti Majala. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Chemba na vijiji 114, hatuna mitaa wala hatuna mamlaka za miji. Lakini kijiji cha Chemba ambao ni makao makuu ya wilaya imeendelea kukumbwa na kadhia, wananchi wake kutozwa shilingi 320 kwa ajili ya kuunganisha umeme. Lakini Mheshimiwa Waziri, mmekuwa mkiendelea kutoa matamko mbungeni kuwaelekeza engineer wetu wa wilaya kwamba waweze kuunganishia watu umeme kwa shilingi 27,000. Agizo hili limekuwa halitekelezeki. Serikali kwa maana wizara mko tayari kuandika barua za kutoa maelekezo hayo, na sisi wabunge tunaokumbana na kadhia hii tuweze kupewa nakala ili tuweze kufanya ufuatiliaji? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Kunti, kwanza nikupongeze dada yangu kwa kazi nzuri unayoifanya kwa jimbo la Chemba, na sisi tulikuja kule pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu kufanya ziara. Na Mheshimiwa mbunge, kauli ya waziri ndio kauli ya serikali. Kama kuna mtumishi ndani ya nchi hii ambaye hafati kauli ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati, maana yake mtumishi huyo sio wa Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Waziri Deogratus Ndejembe wakati anahitimisha hoja yake humu ndani alitoa maelekezo kwamba kwenye vijiji vyote venye sura za mijini kwa maana ya mazingira, kijiografia na uchumi wa watu wale, hao watu wawekewe umeme kwa shilingi 27,000. Na hili ni agizo ambalo kila mtu ambaye yuko chini ya Wizara ya Nishati anatakiwa kulitekeleza. Kwa ushauri wako tunaupokea na barua tutaziandika, lakini nikuhakikishie kama kwako meneja hafati, mimi niko tayari, napatikana muda wote, niko tayari kuhangaika na huyo meneja ili tumwelekeze kwamba kauli ya waziri ndio kauli ya serikali. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa, tunaendelea
na wizara ya mwisho, Wizara ya Maliasili na Utalii.